Lakini tuende moja kwa moja kwenye somo letu. Unakumbuka tunazungumza habari za familia katika mpango wa Mungu, na neno kuu ni hili kwamba familia ilikusudiwa kwa kioo cha kuakisi sura ya Mungu duniani, na baada ya anguko kuharibu sura hiyo, Injili imekusudiwa kuirejesha kwa wale wanaoshirikiana nayo. Ndio ndo mambo makubwa ambayo tunayo. Tumeitazama sura ya Mungu katika familia, tumetazama ngazi za familia ya kibiblia ili kuona sura ya Mungu ilivyokusudiwa kuakisiwa katika ngazi zote. Familia ya kiulimwengu, ya kimataifa au ya kitaifa na koo zake, kitaifa kwa maana ya makabila na koo zake, na familia ya mahali pamoja. Na pia unaweza ukaicontextualize kwa maana ya kanisa, kwa sababu kama tunavyoendelea kuzungumza kuangalia katika Biblia, kwa kweli familia kubwa mbili zipo duniani. Ile familia ya kidunia ipo, lakini sasa imegeuka kwa familia ya kishetani kwa upande mmoja. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu Yesu Kristo amekuja kuileta familia nyingine duniani, familia ya Mungu. Kuna jamaa mbili tu duniani, jamaa ya Mungu na jamaa ya shetani. Watu wote wanasema Mungu ni baba wa wote. Watu wengi wanasema Mungu ni baba wa wote, lakini sio kweli. Mungu ni muumba wa wote, lakini sio baba wa wote. Ni baba wa wale ambao wamekubali awazae kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa maana Biblia inasema wote waliompokea, akimaanisha Yesu, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Na sio wote waliompokea, si ndio? Wale waliompokea wamefanyika watoto, wamezaliwa, si kwa mapenzi ya mwili, si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Lakini tumezungumza pia mambo yanayotakiwa ili kuwa ile familia iliyokusudiwa na Mungu muasisi wake. Ili hiyo familia itokee, kuna mambo gani yanatakiwa? Tumezungumza haya. Na pia tumezungumza habari za athari za anguko la Adamu kwa familia, tukiona jinsi ambavyo anguko lilileta mapinduzi makubwa mno, maana lilimfanya mtu azaliwe mara ya pili kwa upande wa giza, akapokea mauti ya kiroho ambayo kutokana na mauti hiyo mtu anapata mabaya yote na kushiriki tabia za shetani. Kwa amekuwa kwa asili sasa, kwa roho yake mwanadamu ni mtu wa tabia ya yule mwovu. Kwa hata kama akitaka kuonesha sura ya Mungu hawezi, maana hana hiyo sura. Lakini ashukuru Mungu kwa ajili ya Kristo Yesu aliyekuja kutuzaa mara ya pili, kutupa uzao mpya unaofanana na baba yetu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo tutazungumza habari za hali za familia, kwamba hali za familia hurithishwa kizazi baada ya kizazi, ziwe njema au mbaya, kama kusipofanyika marekebisho. Na mwomba Mungu tumalize hili ili kesho tutambulishe nafasi ya wokovu wa Kristo kwa familia, ambayo ndio inahitimisha somo letu, na tutalimalizia hilo siku ya Jumapili. Lakini leo tuzungumze hali za familia hurithishwa kizazi baada ya kizazi, ziwe njema au mbaya, kama kusipofanyika marekebisho. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa kuwa wewe ndio asili ya maneno haya. Haya si maneno yangu wala maneno yaliyotungwa kwa akili za wanadamu. Haya ni maneno yaliyotoka kinywani mwako kwa kila mmoja wetu, na nakushukuru kwa kuwa maneno haya yanao uweza wa kwako wa kuzaa kile ulichokituma, tukiyapokea mioyoni mwetu na maishani mwetu tukiyazingatia. Tunakutegemea kwa Roho wako Mtakatifu unene kwa kinywa hiki cha udongo na maisha ya watu hawa na wanaosikiliza hapa kutokea mbali na watakaosikiliza baadaye. Tupe mapinduzi ya kweli katika jamaa zetu, na hata kwa ile familia ya duara kubwa zaidi ya ukoo, zile extended family zetu, na ufalme wako upate kujengwa katika nyoyo na maisha ya watu wengi, katika jina lake Mwokozi wetu Yesu. Amen.
hali za familia hurithishwa kizazi baada ya kizazi. Hivi mimi na wewe tulivyo, tunao urithi kutoka kwa baba zetu, na mambo mengine ambayo yamekuja kwetu hata hatujui yalianzia wapi. Mengine tunayaona kwa baba mama, lakini mengine huko nyuma sana. Tulijifunza jana, urithi wa kwanza ni wa tabia ovu ambayo tulianza tangu kwa Adam, lakini ni kama vile mambo haya yanaambukiza kulingana na jinsi pia wazazi wenyewe kule tulikotokea walivyofanya. Petro anasema kwa Roho Mtakatifu, mkumbuke ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, mtoke katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa nani? Kwa baba zenu. Kumbe damu ile ya Yesu. Ndio maana tunasema injili imekuja kurudisha ile sura ya Mungu kwa mtu binafsi, kwa familia, kwa kanisa kwa ujumla wake. Anasema kumbe ile damu imetukomboa tutoke kwenye huo mwenendo usiofaa tuliopokea. Kumbe kuna mwenendo tulioupokea na ni damu ya Yesu imekuja kutukomboa. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Lakini kwa nini Petro anasema na wale watu tutakavyozungumza tutazungumza hiyo Jumapili, nadhani kuanzia kesho na Jumapili, ni kwa sababu damu ya Yesu haikunyang'anyi kutoka kwa shetani bila hiari yako, lazima ushirikiane nayo. Lakini hapa ninachotaka kusema ni kwamba tulirithi tabia, mwenendo mbovu kutoka kwa baba zetu. Unaiona hiyo kwenye Mwanzo sura ya 4 mstari wa 23 na 24. Baada ya Kaini kumuua ndugu yake Habili, unamwona sasa Lameki ambaye ni uzao wa Kaini naye anaua tena. Kinakuwa kizazi cha kuua, kizazi cha Kaini. Lameki naye anarithi hilo. Angalia sura ya 4 ya Mwanzo mstari wa 23 na 24, tunakutana na maneno haya. Lameki akawaambia wake zake, sikieni sauti yangu Ada na Sila, enyi wake wa Lameki. Sikilizeni usemi wangu, maana nimemuua mtu kwa kunitia jeraha, kijana kwa kunichubua. Yani yeye kijana alimchubua, yeye akalipa kwa kumuua. Kama Lameki anasema kama Kaini akilipiwa kisasi mara 7, hakika Lameki atalipiwa mara 77. Unakumbuka Kaini alimuua ndugu yake Habili na akalalamika mbele za Mungu kwamba kila atakayeniona ataniua. Bwana akamtia alama sura hii ya 4 kwamba mtu atakayemuona asije akampiga. Ndicho kitu anachokisema hapa kwamba akasema atakayemuua Kaini, mstari wa 15 akisoma pale, atalipizwa kisasi mara 7. Yani Bwana pamoja na kwamba Kaini amemkosea Mungu na ameua, Bwana kwa wingi wa rehema zake anamlinda tena kwamba asije akalipizwa kisasi kwa kuuawa. Na ndicho kitu Lameki anasema hapa, na mimi nimeua. Kama Kaini akilipizwa mara 7, basi Lameki, yani yeye mwenyewe, atalipizwa 7 mara 70. Unachotaka uone ni kwamba lile jambo linajirudia tena kwa mjukuu wake. Na ukiangalia familia nyingi zina mambo ya kujirudia rudia. Unakuta mambo ambayo baba, babu, nani walifanya yanaonekana pia kwa uzao unaofuata. Ni urithi. Kama jinsi ambavyo magonjwa huambukiza, na yako tunayoambukizana hapa kawaida katika kama tulivyo, kwa mfano kama COVID, kama mafua, kama magonjwa ya mlipuko, kama tusipoangalia usafi tunapata maambukizi. Lakini yako magonjwa ya kurithi, si ndio? Si ndio? Kama ilivyo unarithi magonjwa na tabia na hata vitendo. Unajua ukimwangalia mwanadamu, ndio maana tunasema kitendo cha kwamba sisi ni uzao, sio kama malaika ambao kila mmoja ameumbwa peke yake.
Kitendo cha kwamba twazaliwa maana yake sisi ni extension ya yule aliyetuzaa, na vinatoka kwake vitu vinakuja kwetu. Na ni muhimu kufahamu hivi ili wewe uliyezaliwa mara ya pili ujifunze kuidentify, kutambua vitu ambavyo kwenye mwili, rohoni mwako havipo. Sasa umeshazaliwa mara ya pili, lakini kwenye mwili vipo vitu ambavyo vilitoka kwa baba na mama yako na babu na nani. Unahitaji kuvitambua vilivyo visivyo sawa sawa, uvikatilie mbali. Sema amen. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 23 mstari wa 29 mpaka 33 tunakutana na maneno haya ambayo nayo yanatuambia kitu kile kile cha urithi wa mambo mabaya. Sura ya 23 mstari wa 33 na 34. Mathayo 23 33 na 34. Yesu anawaambia Mafarisayo na viongozi wale, enyi nyoka wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Kwa sababu hiyo mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasulubisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji. Ukisoma juu hapo kuanzia mstari wa 20 mpaka kuanzia mstari wa 30, unaona anawaambia ninyi mnasema mnajenga makaburi ya manabii. Mstari wa 29, na kusema kama tungalikuwapo zamani za manabii tusingalishirikiana nao katika damu ya manabii, yani katika kuwaua. Wao ndio waliwaua. Na Bwana Yesu anawaambia kwa kufanya hivyo mnajishuhudia kwamba ninyi ni wana wao waliowaua manabii, kwa kuwa wao waliwaua na ninyi mwajenga maziara. Alafu anawaambia mstari wa 32, kijazeni basi kipimo cha nani? Cha baba zenu. Kwa lugha nyingine uovu wa baba zenu umepimwa mpaka mahali fulani, lakini ninyi mnajazia. Si unakumbuka Mungu alizungumza hata na Ibrahim akamwambia uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, na kizazi cha tatu kitarejea hapa, yani kitarejea nchi ya Kanaani. Alafu akamwambia ni kwa nini? Kwa sababu haujatimia uovu wa Waamori bado, yani wenyeji wa nchi wametenda dhambi, lakini kwenye kipimo cha Mungu ule uovu haujatimia, haujafikia mahali pa kutosha kupigwa ili watolewe kwenye nchi ile. Ila Mungu anaforesee kwamba kizazi cha 4 kitakuwa kijajaliza kibaba, kipimo, kikombe cha ghadhabu ya Mungu, cha hukumu zake. Kwa hiyo kitapigwa. Lakini anaposema kujaza kipimo, maana yake kitapigwa kwa makosa yake, lakini huku kipimo hicho au hukumu hiyo ikikumbuka maovu ya wazazi wao. Tuko pamoja? Yesu aliwaambia wale Wayahudi viongozi, akawaambia damu ya wenye haki. Ukisoma sura 23 hiyo tutakutana nayo, kuanzia damu ya yule mwenye haki Habili mpaka yule Zakaria aliyeuawa katikati ya madhabahu na hekalu, itatakwa kwenye kizazi hiki. Alikuwa anawaambia jinsi ambavyo hukumu ya kitaifa itakuja juu yao, na jambo hili lilitimia mwaka wa 70 baada ya Kristo. Kumbe walipokuwa na walipigwa vibaya sana, jeshi la Rumi lilikuja likawasulubisha. Yani watu walikuwa wanakamatwa wanasulubishwa mpaka miti ikaisha Israeli. Mwingine anasulubishwa kama X, mwingine anasulubishwa namna gani, yani walifanywa vibaya mno. Kitendo cha kumuua Masihi, na hata wakasema mbele ya Pilato damu yake iwe juu ya nini? Juu yetu na watoto wetu, kilileta matatizo makubwa sana, na wakafukuzwa kwenye nchi yao mpaka waliporudishwa juzi 1948 huko na huko, wakiteseka miaka hiyo yote, mamia ya miaka. Lakini kilikuwa ni adhabu ambayo inawahusu wao, lakini na wazazi wao tangu zamani, tangu Habili, tangu Kaini. Imagine. Na kizazi kilichoendelea huko walikokwenda, kama Musa alivyokuwa amesema, wakasujudu miungu mingine, wamepigwa. Mambo Israeli iliyopitia ni machungu, hayakuna mfano. Lakini nachotaka uone ni kwamba
walirithi kutoka kwa nani? Kwa baba zao. Na leo nilikuwa mimi napenda sana kusikiliza taarifa za Israel. Nilikuwa nasikiliza shirika lile la TBN Israel. Yule mtangazaji anasema moja ya matatizo, yeye ameokoka, moja ya jambo lililopo ambalo anataka tuiombee Israeli taifa lake ni kwamba 99% ya Waisraeli hawajampa Yesu maisha yao, wamemkataa Yesu, lakini wamerithishwa uongo huo na hiki kizazi ambacho walijua Yesu amefufuka. Askari wameingia mjini wakawaambia, lakini wakawalipa, wakasema semeni wanafunzi wake walikuja kumchukua sisi tulipokuwa tumelala, na uongo huo ukaenea mpaka sasa hawaamini ni Masihi. Ni hatari sana kwenye kizazi. Kuna haja kila mmoja wetu afanye uchunguzi kwenye kizazi chake, kwa baba yako na mama yako, kwa babu na bibi. Ukiona kuna vitu vinajirudia sio bure. Ukiona tabia zinajirudia sio bure. Mimi nilifanya utafiti kwenye familia yetu. Nilipokuwa naandika paper nilifanya utafiti. Nikaona kuna vitu vingi sana, kuna trendi ya wanaume kutoka nyumbani na kupotea. Kuna matatizo mabaya mengine hata hayafai kusema hapa, lakini ilitokea huko laana. Na mimi najua nisingempa Yesu maisha yangu, huenda nisingekuwa hapa. Sio huenda, najua kabisa nisingekuwa hapa. Lakini kule Yesu kunimiliki, kumenikata ule flow, ile stream ya laana imekatika, hainihusu. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Na ndivyo ilivyo kwako wewe pia. Tunapozungumza urithi wa matatizo pamoja na laana zake, wewe uliyemwalika Yesu maishani haikuhusu. Na mimi nataka nikuambie, hata magonjwa ya kurithi una mamlaka ya kukataa, na ukakataa kwako na kwa uzao wako. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Katika Kutoka sura ya 32 mstari wa 7 na wa 9 tunakutana na maneno haya, wa 7 mpaka wa 9. Alafu tutausoma pamoja na Matendo 7 mstari wa 51 mpaka 53. Kutoka 32. Fungua pale kwenye Kutoka 32 mstari wa 7 mpaka wa 9. Alafu tutaisoma na Matendo 7 kuanzia mstari wa 51. Huyu ni Bwana anazungumza na Musa alipokuwa mlimani. Amekaa naye kule siku 40. Na huku Israeli wamemsubiri, wamemngoja, wakaona haji, wakamwambia Haruni, tutafutie miungu ili iturudishe Misri. Bwana akamwambia, mstari wa 7, Bwana akamwambia Musa, haya shuka, kwa maana watu wako waliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao. Wamepotoka upesi kuiacha ile njia niliyowaamuru. Wamejifanyizia ndama ya kuyeyusha, wakaiabudu na kuitolea dhabihu, wakasema, hii ndio miungu yako Israeli iliyokutoa katika nchi ya Misri. Sasa sikiliza mstari wa 9, ndio nataka uone. Tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa, na tazama ni watu wenye shingo ngumu. Shingo ngumu maana yake nini? Ni lugha ya picha ya kuzungumzia, ya kuelezea kitu ukaidi. Yani hawako flexible, hawageukiki. Huwezi kuambia, hawaelezeki, hawaelekei. Huwezi kuwaelekeza wakaelekea. Ni wabishi, wapenda wanayopenda wao, hawajinyenyekeshi chini ya mamlaka ya Mungu, hawamhofu Mungu. Nimewaona, maanake Mungu amelichunguza taifa, akasema hawa, natazama hawa ni watu wenye shingo ngumu. Na hiyo ili characterize taifa lile tangu mwanzo.
Wamekuwa watu ambao hawasikii. Zamani hizi wako njiani kuelekea Kanani, walikuwa wagumu kuelekeza. Akaja Yoshua akatawala kati yao. Kwa ubora wa uongozi wa Yoshua wakakaa vizuri. Alipoondoka kiongozi wakarejea walikokuwa. Wakawa wakipigwa zamani za waamuzi. Akisimama kiongozi hodari akiwaongoza vizuri wanaelekea, akifa yule kiongozi wanarudi kule kule. Zikaja zama za wafalme, na ukisoma Samueli wa kwanza na wa pili, Wafalme wa kwanza na wa pili na Nyakati, utaona mambo haya yakisemwa kwa wingi sana. Na mpaka unashangaa, wanapigwa, wakitubu, wakikaa muda wanarudi tena kule kule. Watu wa shingo ngumu, watu wenye kutaka yale walioyazoea tu. Hawasikii, hawakutahiriwa masikio. Na jambo hilo liliwagharimu mpaka hivi tunavyoongea. Ndio jambo linalogharimu taifa lile. Lakini ninachotaka uone ni kwamba kwa nini jambo hilo limekuwepo vizazi kwa vizazi. Urithi. Wewe angalia, wamemkataa Masihi amehubiriwa ulimwengu mzima, wamemwamini ulimwengu. Ametenda miujiza mikubwa kati yao, wala hawashtuki, wanang'ang'ania msimamo wao. Ndio maana nimesema mimi na wewe katika kujifunza masuala ya familia tunahitaji kutafakari, kufikiri. Maana katika miili yetu bado tuna sura za wazazi. Ndio maana Biblia inasema msienende kwa kufuata mwili bali kwa kuifuata roho. Ni tabia zipi? Fanya inventory, fanya ugunduzi. Ni tabia zipi ziko kwako? Mitazamo ipi iko kwako isiyo fanana na Kristo? Na familia kwa kweli ni karibu zote. Kuna kitu kasiko sawa kwenye familia ambako utakakuta kako huko. Ndio maana hata wakati mwingine ukoo mzima unaweza kuusema pamoja na tofauti za mmoja baina ya mwingine, lakini unakuta kuna mambo ambayo yako kwenye ukoo huo. Kuna dhambi na tabia ambazo ziko kwenye ukoo huo. Na kama tulivyosema, mahali pa kuanzia kupona ni kutambua ugonjwa. Kanisa, tuko pamoja? Usipotambua ugonjwa huwezi kupona. Wewe nenda hospitali, mwambie daktari nimekuja unitibu. Unajisikiaje? Unaumwaje? Hapana, wewe ndio umesoma nitibu. Ataweza? Hawezi. Ndio maana mtoto kuwa ni kazi sana kumtibu, kwa sababu hawezi kujieleza. Ndio maana kuna specialty ya kumtibu mtoto. Mtu akizimia tu hapo, madaktari wanachofanya ni kukisia tu. Usikute ni stroke, hebu tupime pressure. Usikute ni hiki, usikute ni kile, kwa sababu hawezi kusema na hawezi kukupa dawa. Ukikuta daktari mzuri, ukikuta daktari ambaye anakuandikia mlima wa madawa na hajakupima na hajui unauma nini, ujue huyo anafanya biashara kwenye mwili wako. Lakini daktari mzuri hakupi dawa mpaka ajue unaumwa nini. Tuko pamoja? Na mimi na wewe pia hatuwezi kujua kwenye neno la Mungu tu apply neno lipi la Mungu kupona tabia kama hatuijui kama tunayo. Ni muhimu sana. Huyu Stefano anawaambia kwenye Matendo 7 mstari wa 51 mpaka 52, nenda na lile wazo la shingo ngumu, ambapo huu ulikuwa wametajiwa jambo hilo wakiwa kwenye asubuhi ya taifa lenyewe. Ndio tu wametoka Misri, hawajafika hata Kanaani bado, lakini Mungu amesha diagnose tatizo lao. Anasema ni watu wenye shingo ngumu. Lakini unapokuja sasa hapa kwa sura ya 7 ya Matendo ya Mitume, unamkuta Stefano anazungumza nao. Taifa limekwisha kuwepo miaka mingi mno. Limekwisha kuwepo kwa miaka 1000, zaidi ya 1500 tangu walipotoka Misri. Na kama unahesabu kuanzia kwa Ibrahim, wamekuwepo kwa miaka 2000.
lakini bado urithi ule wa shingo ngumu unaendelea. Anawaambia ni yupi? Mstari wa 51, enyi wenye shingo ngumu, msiotairiwa mioyo wala masikio. Kumbe masikio yanatakiwa tairiwe, yani sio masikio haya, ile uwezo wa kusikia, tabia ya kujielekeza kusikia ili uelewe. Unajua watu wengi sana hawaelewi neno la Mungu kwa sababu hawasikii, masikio hayajatairiwa bado. Wako hapo mwili kukusikiliza, lakini akili iko kule na kule. Anasema msiotairiwa mioyo wala masikio. Siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, na ninyi vivyo hivyo. Kama baba zenu walivyofanya, na ninyi vivyo hivyo. Kama baba zenu walivyofanya, na ninyi vivyo hivyo. Maana yake wamerithi. Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumuudhi? Nao waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki, ambaye ninyi sasa mmekuwa wasauliti wake mkamuua. Ninyi mlioipokea Torati kwa agizo la malaika msiishike. Maneno makali ya kuwakemea ili angalau wazinduke kutoka katika usingizi. Lakini nini kilichotokea? Wakainua mawe wakafanya nini? Wakampiga kama alivyopiga manabii, hivyo hivyo. Tunapotafakari habari ya familia kanisa, narudia kuuliza, narudia kushauri, kama hali mbele za Mungu, mwambie hivi: Mungu, huenda tabia ambazo zinafanya hata ndoa yangu ikae vibaya, nyumba yangu ikae vibaya, ni mambo yaliyokuwa kwa baba na mama. Na kama usipofahamu huwezi kupona. Unajua kwenye hali zozote zile, hakuna mtu ambaye yuko kwenye hali ya kusikitisha kama mtu ambaye hajui kuwa hajui. Yani yeye mwenyewe hajui, alafu hajui kuwa hajui. Ukijua kuwa hujui, utatafuta kujua. Ukijua, hata Yesu aliwaambia wakati baada ya kumponya yule kipofu aliyezaliwa na hali hiyo tangu kutoka kwa mama yake, alisema mimi nimekuja ulimwenguni ili walio vipofu waone na wanaoona wawe vipofu. Unakumbuka? Alafu wakamuuliza, kwa hiyo na sisi ni vipofu? Akamwambia, kama mngelisema kwamba kama ninyi kama msingekuwa vipofu, basi mngekuwa na hali, yani kwa maneno mengine mngekuwa salama. Lakini sasa mnasema twaona, kwa hiyo dhambi yenu inakaa. Yani ni vipofu lakini wanasema twaona. Kwa lugha nyingine ni wenye dhambi, ni wenye matatizo, lakini wanasema hatuna matatizo. Miongoni mwa tabia mbaya sana na hatari sana ni ya kutokuona matatizo yako. Ndio maana nasema ukitaka kuwa Mkristo unayepiga hatua kwa Mungu, uwe mtu unayejikagua, unayejisemesha pasipo kujihurumia, pasipo kujipendelea. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Huu ni urithi wa tabia. Lakini sasa unajua urithi wa tabia unafuatana kwa karibu na nini? Urithi wa laana. Laana ni nini ndugu zangu? Laana ni mabaya mbalimbali anayotakiwa mtu na yakaelekezwa kwake kwa sababu ya maovu yake. Unaposema kwa mfano usilaani, maana yake usimtakie mtu nini? Mabaya. Sasa sio kutakia, sio tu ni mabaya ambayo mtu ametakiwa, lakini pia kwa kutakiwa hivyo yameelekezwa. Sio unajua kuna watu wengine wanafikiri kwamba kumtakia mtu kitu ni kibaya, ni kumtakia tu. Ni kuelekeza mabaya kwake. Ndio maana maandiko yanasema tusilaani. Sasa kuna mabaya mengi sana yameelekezwa kwa watu. Baya la kwanza ambalo ni kubwa kuliko yote lililofuata dhambi za Adamu ilikuwa ni nini? Kifo, yani mauti. Mauti. Lakini unapotembea na Biblia utaona miongoni mwa mabaya ambayo yameambatana na watu ni pamoja na kifo cha mapema.
Sasa sisemi kila mtu anayekufa kwa kifo cha mapema maana yake ni hii, lakini hebu fungua kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30 mpaka 33. Na kuna familia zenye hali hiyo duniani kote. Wengine wakifika miaka 30 mpaka 33 watakufa. Hakuna anayevuka pale. Samueli sura ya 2. Mama mchungaji Shila tusomee pale. Sio kama unayo naona unayo. Samueli sura ya 2. Mstari wa 30 mpaka 33. Somea pale. Samueli wa 2. So wa 2, sorry. Nimekuwa nikisema wa 2 kumbe. Ni sio wa 2, ni Samueli wa kwanza. Sorry. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Hii sura ya 2 ndio inanifanya niseme wa 2. Samueli wa kwanza sura ya 2. Mstari wa 30 mpaka 33. Nitasoma. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili na liwe mbali nami. Kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Angalia, siku zinakuja nitakapoukata mkono wako na mkono wa mbari ya baba yako, hata nyumbani mwako hakutakuwako mzee. Hiyo ni laana inayokuja kwenye nyumba ya Eli. Anasema atakata mkono wake. Nawe utalitazama teso la maskani yangu katika utajiri wote watakaopewa Israeli, wala nyumbani mwako hata kuwako mzee milele. Nyumbani mwako hata kuwako mzee milele. 33. Tena mtu wa kwako ambaye sitamtenga na madhabahu yangu atakuwa mtu wa kukupofusha macho na kukuhuzunisha moyo. Tena wazao wote wa nyumba yako watakufa wapatapo kuwa watu wazima. Yaani anakuwa tu mtu mzima anakufa. Tafakari kitu kibaya namna gani? Imagine unakuwa na watoto, anatimiza miaka 30, 32 hayupo. Mwingine anafika ndio kwanza amechanua, anapata kazi, anaanza kukaa vizuri, ameondoka. Jamani, haiumi hiyo jambo? Tunauma sana. Kwa nini tunataka kutembea kwenye maandiko? Unajua watu wanaishi tu duniani hawajui kinachotokea. Kuna misingi. Na siku hizi, katika siku za leo tunazoishi hizi, misingi mingi sana ya maisha watu hawaijui, hawana habari nayo. Lakini ukisoma Biblia yote vizuri utaona mambo haya. Na wale watu wa zamani walikuwa sensitive nayo. Walijua kifanya mambo haya unaweza kupatikana na mabaya. Walijua. Muda usingetutosha tu kutembea kwenye maandiko yote. Lakini hiyo haya ni mabaya ya aina moja. Kifo cha mapema. Lakini kuna kingine ambacho kinawahusu watu wote duniani. Na watu wakitofautiana mbalimbali kwa namna fulani au kwa namna moja au nyingine kwenye hilo kitu kinaitwa laana ya Torati. Na kuna baraka za Torati na laana ya Torati. Lakini kabla ya kusoma, jiandae kunifungulia Mama Shila Kumbukumbu 28 mstari wa 15 mpaka 61. Tutasoma tu mpaka pale nitakwambia, lakini wewe andika yote. Unayeandika andika 28 mstari wa 15 mpaka 61. Tutasoma tu baadhi, lakini nikaisoma yote nyumbani. Wakati tunajiandaa kusoma, nikwambie, unaposikia Torati,
labda nitakushangaza nikikwambia watu wanatembea katika laana ya Torati leo duniani kote. Torati ni nini? Unasema lakini Torati ilishatimizwa mchungaji. Ndio, imeshatimizwa, lakini watu wanatembea katika laana yake. Ngoja nikueleze inakuwaje. Torati ni nini? Torati ulikuwa ni ufunuo wa matakwa ya haki ya Mungu kwa mwanadamu. Hivyo ndivyo Mungu alivyokuwa anataka kwa wanadamu. Najua katika Torati hiyo kuna vitu specific kwa Israeli, najua, lakini Torati sio vile vitu specific tu, ni pamoja na zile moral laws, zile sheria za maisha zinazokusudia kutawala maisha. Kwa mfano, utasema Torati ilisema usiue. Sasa kwa hiyo ni Torati, kwa kuwa ni Torati ilisema leo tunaruhusiwa kuua. Torati ilisema usizini, tuseme ilikuwa ni Torati, kwa hiyo leo tuzini? Hapana. Torati, ndio maana maandiko yanasema hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, wale ambao, anasema, kwa sababu sheria ya roho uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na Torati. Alafu anasema mstari wa 3, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi kanisa, tusiwe nenda kwa kufuata mwili bali kwa kuifuata roho. Kumbe hata sisi kanisa maagizo ya Torati yanatimizwa wapi? Ndani yetu. Kilichofanyika ni nini ndugu zangu kwenye Torati? Kilichofanyika ni Mungu alihamisha Torati iliyokuwa imeandikwa kwenye vibao vya mawe, akaihamishia kwenye roho zetu. Ndivyo anavyosema. Alisema nitaziandika sheria zangu katika mioyo yao na katika nia zao. But the same principles, kwa sababu Mungu ni yule yule. Sasa wale ambao hawakusitii zile amri za Mungu, kwamba walikuwa ndani ya Torati au walikuwa nje ya Torati, wanaambatana na laana ya kutokuzitii hizo amri, ambazo ni nini? Ni ufunuo wa matakwa ya haki ya Mungu kwa wanadamu. Kwenye Agano Jipya tuna neema hii kwamba wakati wale walitakiwa wazitimize zote ndio wahesabiwa wenye haki, sisi Yesu ametutimizia. Tunapompokea tunapewa ile haki kama zawadi. Lakini tukishapewa kama zawadi, lazima tuende katika mwanga wa neema hiyo. Neema hiyo inatuokoa, lakini haishi pale. Inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, ili tuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu wa sasa. Tito 2 sura ya 10 sura ya 2 mstari wa 11. Tito sura ya 2 mstari wa 11. Kwa maagizo yale yanapokiukwa watu wanaishi kwa, na ndio maana dunia, ni kuambieni siri, ina magonjwa mengi, ina matatizo mengi. Na tumesema ya kwamba Injili Yesu amekuja kutuokoa nayo. Tutaizungumza hiyo vizuri kesho na kesho kutwa. Soma pale kuanzia mstari wa 11, mstari wa 15. Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Utalaaniwa uzao lako na uzao wa nchi yako. Rudia mstari wa 18. Utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Angalia sasa. Nilisema ni mstari wa 15 mpaka wa 61. Actually unaweza kumaliza sura yote ya 28. Lakini nataka uone mistari michache hapa. Laana imetaja kwao na uzao wao. Yaani nampata mtu laana, lakini sio yeye tu, na uzao wa tumbo lake, na uzao wa nchi yake, na maongeo ya ng'ombe wake, na wadogo wa kondoo wake. Ndugu zangu, nisikilizeni. Matokeo
ya kumwasi Mungu ni mabaya mno, na moja ya vitu vibaya sana. Hayampati tu yeye aliyefanya hivyo, ana pass on kwenye kizazi kinachofuata. Kitu kibaya sana. Ashukuriwe Mungu, katika uzao wake anaweza, kila mmoja ana will, anaweza yeyote katika uzao wake mgeukia Mungu akamwishia, Mungu atamuokoa nayo. Hilo ndio jambo jema kuhusu hilo. Hilo ndio jambo jema. Unamkumbuka Yabesi? Wakati amesoma habari za Yabesi. Yabesi hata kuzaliwa kwake kulikuwa kwa uchungu, na ndio maana jina lake Yabesi. Lakini alibadilisha hatima ya maisha yake, mwelekeo, na maandiko yanasema alikuwa bora, alikuwa mtu mwenye heshima kuliko ndugu zake. Kwa nini? Kwa sababu aliamua, mimi sitaki kwenda na mtiririko huu. Akamlingana Mungu, yani akaomba, akasema lau kwamba ungenibarikia kweli kweli. Na maandiko yanasema Bwana akamsikiliza. Mungu ni mwenye haki. Lakini kizazi kilicho chini ya laana kinakuwa na tendency ya kufanya kama baba zao. Unajua kwa nini laana inawapata? Kwanza wanapokea tabia zile pia za baba zao. Kwa hiyo laana inayohusu tabia zile nayo inakuja juu yao. Jamaa yote inakuwa na tendency hiyo. Na nilipokuwa naandika pepa kuhusiana na swala la familia, watu wameandika vitu mbalimbali kwamba hata vile sio vibaya tu, ndio tunasema kwamba hata vizuri. Utafiti umefanyika ukaonekana kwamba vitu vinawafuata vilivyowatokea baba na mababu na babu duniani. Ndio maana utaona kabila linafanana, ukoo unafanana, kuna mahali vilianzia. Na sisi tuliozaliwa mara ya pili tunahitaji kupata hiyo elimu vizuri, ili tujue jinsi ya kuwasaidia hao walio chini ya laana hiyo, laana ya Torati. Tutaizungumza huko mbele baadaye, lakini zungumze laana aina nyingine, laana ya wazazi. Laana ya wazazi. Mama Shira nisomee Mwanzo sura ya 9 mstari wa 18 mpaka 27. Mwanzo sura ya 9 mstari wa 18 mpaka 27, tusomee pale. Sasa tunashughulika na laana ya nini? Ya wazazi. Na ndio maana wazazi ni watu wa kuheshimiwa sana pia. Sisi tuliookoka tumefundishwa tusiwalaani watoto wetu. Lakini hata usipomlaani, akifanya vitu vinavyostahili laana itampata. Unanielewa? Unanisikia? Ndio maana nilikuambia baba yako hata kama yeye hajaokoka, mamlaka ya uzazi anayo tu. Hata kama hamjui Mungu, hata kama anaonekana mtu wa ovyo, hakusoma, haso tajiri, usimfanyie vitu vibaya. Ni baba yako, ni mama yako. Na kama uliwahi kumkosea, muombe msamaha, nyenyekeshe kwake. Unajua baba hasa ni Mungu. Sisi ni baba kwa jina lake. Kwa hiyo unapomkosea baba yako unamkosea Mungu. Tusomee pale tafadhali. Mwanzo 9 mstari wa 18 hadi 27. Wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shemu na Ham na Yafeti. Na Ham ndiye baba wa Kanaani. Hao watatu walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea watu. Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Ham baba wa Kanaani akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Shem na Yafeti wakatoa vazi wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume, wakaufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala
walipoona uchi wa baba yao. Nuhu akalevuka katika ulevi wake. Akajua mwana wake mdogo tendea, akasema, na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake. Mungu akamnafisishe Yafet, na akaye katika hema za Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake. Na Nuhu 27. Rudia tena mistari miwili ya mwisho. Akasema, mstari wa 26. Akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake. Mungu akamnafisishe Yafeti, akamnafisishe Yafet, na akae katika hema za Shemu. Maana ya kumnafisisha unajua? Ni kumuongeza, yani kumpanua, awe na upana wa eneo. Enlarge. Tuko pamoja? Na unajua Shemu ndio Israel na makabila yote yanayotokana na Shemu. Lakini niwaambieni, wazungu ni akina Yafet, na angalia walivyopanuka. Tuko pamoja? Nasema tuko pamoja. Lakini turejee kwenye story hii hapa, tuitazame. Huyu alichokifanya Nuhu cha kulewa hata kwa uchi ni kitu kizuri? Nauliza, ni kitu kizuri? Ijapokuwa hakutembea huko barabarani, alikuwa kwenye hema yake, lakini sio kitu kizuri. Alikosa self control mahali palipompasa sana, nyumbani kwake, kwenye familia yake. Lakini Hamu alipoona jambo lile, ilimpasa kuona vibaya na kumsitiri baba yake aibu. Badala yake akaenda akatangaza, yani kaenda kumsema baba yake. Unajua wakati mwingine tunasema mambo alafu tunasema lakini hakuna neno, kwa sababu ni kweli. Kuna mambo hayapaswi kusema tu hata kama ni kweli. Kawaambia ndugu zake, mzee huko mambo yameharibika. Waliposikia Shem, mzaliwa wa kwanza, na Yafet, wao hawakusherehekea makosa ya baba yao. Siku za leo tunaishi kwenye kizazi cha watu wasioheshimu kabisa wazazi wao, wanaoweza kubishana nao, wanaweza kunena vibaya nao. Ukikosa kumstahi mzazi ni hatari kubwa sana. Angalia walivyofanya Shem na Hamu na Yafet. Wao wakafunika uchi wa baba yao. Yani unajua Biblia inasema upendo ufanya nini? Husitiri wingi wa dhambi. Hawakwenda kumfunika hata wakiwa wanamwangalia. Wakachukua mavazi wakaenda kinyume nyume, wakamfunika, wakanyamaza. Sasa angalia maneno yaliyomtoka mzee yule. Kamfanya, na angalia, hakusema neno juu ya Hamu. Alisema neno juu ya nani? Kanaani, mtoto wa Hamu. Si yeye, kwa lugha nyingine ni kama amemwambia, wewe nawe una mtoto. Mtoto wako atapata matatizo. Kwa sababu wewe ni mtoto, umekosa kuniheshimu mimi. Na wewe una nani? Na mtoto wako atakuwa anapata matatizo. Na unaposema mtoto pale sio individual, ni pamoja na kabila lote la Kanaani. Ndio wale waliokuja kufukuzwa na nani? Na Israeli. Na makabila yaliyoambatana nayo pale. Watoto wa Hamu ni wengi ukisoma. Kuna huyo Kanaani ambaye aliishia Mashariki ya Kati pale. Lakini kuna Misri, kama unavyomjua Misri ni mtoto ni mmoja wa watoto wa Kanaani. Kuna kina Lut na kadhalika wanaenda kusoma pale. Lakini ikaelekezwa kwa Kanaani. Kuna sababu.
Kweli hata mimi niliwahi kufikiri watoto wote wa Hamu ikiwa ni pamoja na Misri na Afrika walilaaniwa, lakini ukweli ni kwamba sio, haikuelekezwa kwa watoto wote wa Hamu. Ile ilielekezwa kwa mtoto mmoja wa Hamu ambaye ni nani? Kanani. Na ikawafuata vizazi na vizazi, hawakuweza kuponyoka. Hawakuweza kuponyoka. Laana ya wazazi. Lakini tuende kwenye mfano mwingine. Kwenye sura ya 35 Mwanzo ile tusomee tena pale Mashila. Mstari wa 21 na 22, alafu unganisha na sura ya 49 mstari wa kwanza na wa pili. Wa kwanza mpaka wa 4, sorry. Hii ni laana ya wazazi. Mwanzo 35 21 22, soma pale. Nitasoma 35 22. 21 na 22. Kisha akasafiri Israeli, akapiga hema yake upande wa pili wa mnara wa Ederi. Ikawa Israeli alipokuwa akikaa katika nchi ile, Ruben akaenda akalala na Bilha, suria wa babaye Israeli, akasikia habari. Basi akalala na suria wa babaye Israeli akasikia habari. Kunatakiwa kuwepo na punctuation pale. Basi hao wana wa Yakobo walikuwa 12. Wangapi wanaelewa maana ya suria? Hatuna leo suria, lakini zamani zile mtu anaoa mke alafu anaweza akapewa, huyo mke wake anaweza akapewa mjakazi wa kumsaidia, na kama huyo mwanamke aliyepewa mjakazi akitaka anampa mumewe huyo binti awe mkewe, amzalie watoto. Suria anaweza kutokana na hiyo, au tu kumchukua kama suria, sio kwamba lazima apewe na mkewe zamani zile. Kwa hiyo huyu ni kama mke wa nani? Wa Yakobo. Kwa lugha nyingine, kitu chofanyika hapa ni kile kinachoitwa incest, yani mtu kufanya zinaa na mtu mwenye uhusiano naye, tena uhusiano mbaya. Ni kama kile kilicho kwenye Wakorinto sura ya 5, kwamba mtu awe na mke wa nani? Wa babaye, ambaye sio mama yake wa kumzaa, lakini ni mama yake wa kambo. Yani mtu anakuwa na mke wa baba yako, wewe unafanya zinaa naye. Ndicho kitu kitafanyika hapa. Alafu maandiko yanasema Israeli akasikia nini? Habari. Inaishia tu pale. Lakini tuende kwenye matokeo, sura ya 49 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Mwanzo 49 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Mungu tena Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo. Msikilizeni Israeli baba yenu. Ruben mzaliwa wangu wa kwanza. Tunamkumbuka Ruben. Ruben ndiye aliyefanya mambo yale mabaya, sio? Ndio, endelea. Nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi. Alikipandia kitanda changu. Actually natakiwa kusomeka ulikipandia kitanda changu. Huyu ni mzaliwa wa kwanza mwenye sehemu mara 2 ya urithi kwa ndugu zake, na mwenye heshima kuliko wenzake wote 12. Lakini kwa kosa lile anaambiwa asiwe na nini? Asiwe na ukuu. Akaondolewa heshima ya mzaliwa wa kwanza. Na mzee anatamka tu, basi usiwe na ukuu. Na ndivyo ilivyokuwa mpaka mwisho. Kabila la Rubeni sio namba 1.
Ijapokuwa sasa angalia, ni yeye Rubeni, lakini kabila zima vizazi na vizazi vina suffer consequences. Laana ya nani? Ya nani? Ya mzazi. Laana ya mzazi. Vipo leo vitu vya namna hiyo. Viko leo vitu vya namna. Mimi nikireflect kwenye swala la nyumba ya babu yangu, naweza kuviona kwa kina sana, very vividly. Nikupe mfano mmoja. Moja ya baba wadogo zangu ambaye sijawahi kumuona kwa macho na inadhaniwa amekufa, alikimbia nyumbani akiwa mtoto. Lakini unajua kilichokimbiza mpaka hakurudi, mpaka amepotea. Yeye alikuwa ni mtoto kwa bibi mdogo, yani babu yangu mke wake alikufa, akazaa akaoa mwingine. Na babu yangu kwa bibi yangu ambaye ndio mke wake mkubwa, alikuwa na mtoto mmoja tu wa kiume, wengine ni akina dada, shangazi zangu. Lakini alipooa wa pili akapata watoto wa kiume tu, wa kike nadhani alipatikana mmoja akafa. Lakini siku moja sasa, kwa sababu ya hiyo, ndio maana nasema dysfunctional families, yule aliyeolewa kwenye mji akaona, kwa sababu babu yangu mimi alioa mke wa pili, wakati mtoto wake wa kiume ambaye ni baba yangu mimi ni mkubwa sana kiasi cha kutosha kwa baba wa watoto watakaozaliwa, mkubwa mno. Kwa hiyo uongozi wa familia akapewa baba yangu, kwa sababu kwanza ndiye mtoto wa kwanza wa kiume, lakini ni mkubwa sana kwao kiasi ambacho anaweza kuwa baba yao. Kwa akapewa kuwasimamia wadogo zake. Ila mke mdogo wa babu, ndizo taarifa zilizoko nyumbani, alipoona kwamba babu kampendelea sana huyu mtoto, amempa urithi mkubwa, akaweka kinyongo na akasema mabaya kwa watoto wake wa kuzaa, ambao sasa ni watoto ambao ni baba wadogo wengine. Akawaambukiza moyo mbaya kiasi cha kuambia, msifanye kazi kwenye mashamba haya kwa sababu mnamtumikia Samueli, afadhali mkafanye kazi za vibarua kule. Na katika moyo huo wa kutaka kumchongea mama yangu kwa baba mkwe wake, zamani zile tofauti na sasa kidogo, ukiolewa Uchagani wewe, yani hata baba yako mama yako anaweza kwenda popote, lakini wewe uruhusiwi kwenda, utatakiwa utunze baba mkwe na mama mkwe. Hicho ni miongoni mwa vitu ambavyo nilivivunja nilipookoka. Nikasema no. Mama ananiambia afadhali sasa unaoa nipate mwali wa kukaa naye. Nikamwambia mama, imeandikwa mimi, sio ni mimi, sio vyema mimi niwe peke yangu, sio wewe umeshakuwa na mume wako. Sasa akajua okay, jinsi ya kumchongea huyu mama mkubwa huyu ili kwamba aachike kwa mume wake, nitamkomesha. Mama kapika chakula chake kizuri cha ndizi, kampa, mpelekee baba yako ambaye kwake ni baba mkwe. Tunaelewana? Tunaelewana? Akafanya kisichofikirika, akala kile chakula chote kwenye ile sahani, alafu akajisaidia kwenye ile sahani, kisha akampelekea baba yake kwamba nimepewa na mke wa kaka nikuletee. Babu akatua, alikuwa ameshakuwa kipofu kwa sababu ya uzee, amekufa na miaka 103. Ijapokuwa haoni, akasikia nini? Akasema, chakula gani mwali umenipikia hiki? Mwali, chakula gani hiki? Hajapeleka mkono, hajala. Mwali wake ambaye sasa ndio mama yangu mimi, kwenda kuona kuna kinyesi kwenye sahani, akapiga kelele akasema, nimeachika mimi. Babu akagundua ujanja wa mtoto, akasema, usijali mwali, usijali, nimeelewa. Yule kijana, ile laana, aliondoka nyumbani na hakurudi mpaka leo. Maana na yeye aligundua, sasa nimegundulika, kaka akija
atasikia, ambaye ndio baba yangu sasa, itakuwaje? Mbio mpaka leo. Hatumjui, hatujawahi kumwona. Ndugu zangu, mimi nilikuwa sielewi mpaka nimefanya utafiti, nilikuwa sielewi. Nimesikia uchangani, wewe ukifanya hivyo utaachiwa laana. Unamwona yule aliachiwa laana na baba yake, huyu akumtunza mama yake ndio laana. Nilikuwa siviamini sana, lakini nimeona ni kweli. It is biblical na ni jambo la dunia nzima. Wazee wale wakikwambia unanifanyia hivi mwanangu, ikawe hivi na hivi, itakuwa. Wenye akili wakiona mtu amemkosea baba yake na mama yake, wanamwambia wewe kimbia haraka kamwombe msamaha, alafu rekebisha hilo jambo kwa kutenda mambo mema, usafishe moyo wake. Laana ya wazazi ni mbaya. Nikiweza kukupa mifano ya ajabu kwenye familia yangu ambayo nimeona ilifanyika kule inarudia hapa, imefanyika kule inarudia hapa, lakini nimemwomba Mungu, si mimi nimeshaokoka, basi kuanzia hapa iishie huku na watoto wangu na familia yangu na wajukuu zangu waende sawa sawa. Fanya utafiti kwenye familia yako, you will discover a lot of those things. Ni familia chache sana zisizokuwa na haya mambo. Lakini kuna laana nyingine ya kutamkiwa, na so necessarily iwe na mzazi, kwamba umetamkiwa na mzazi, hasa ikiwa umetamkwa na kiongozi. Tusomee tena Yoshua sura ya 6 mstari wa 26. Hii ni laana ya kufanya nini? Ya kutamkiwa, hasa inapokuwa imetamkwa na kiongozi. Nasema hasa kwa maana ya kwamba hailazimiki iwe kiongozi, inategemea mazingira. Lakini hasa inapotamkwa na kiongozi au mtu ambaye ndiye amefanyiwa vibaya. Yoshua 6:26 tusomee, alafu utaunganisha hiyo na Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 30 na 34. Yoshua 6:26. Yoshua 6 mstari wa 26. Naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule akasema, na alaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kuujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka msingi wake wa kufiliwa. Kwa kufiliwa. Ataweka msingi wake kwa kufiliwa, tena soma taratibu bwana. Ataweka msingi wake kwa kufiliwa, mzaliwa wa kwanza wake. Na mzaliwa wa kwanza wake. Hiyo maiki kidogo inakatakata, hebu muangalie kama unaweza kumpa maiki nyingine. Anza tena. Naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule akasema, na alaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kuujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka msingi wake kufiliwa na mzaliwa wa kwanza wake, tena atayasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Unganisha hilo sasa. Laana, yani wameubomoa mji wa Yeriko na Bwana alikuwa amesema utajengwa tena. Alafu Yoshua anajua huko baadaye kunatokea mtu mmoja asiye na adabu ataujenga. Sasa anatangaza, alaaniwe mtu yule mbele za Bwana atakayejenga tena mji huu. Ataweka msingi, yani unaujenga mji, unaweka msingi wa mji, maana miji ilikuwa inazungushwa ukuta. Ukiweka tu msingi, ukimaliza, mtoto wako kwanza anafanya nini? Anakufa. Unainua zile nguzo, unamaliza, anakufa mtoto wa kiume wa mwisho. Ndi mapigo hayo. Lakini nachotaka uone, hii laana ya kutamkwa, ametamkwa tu, lakini nampata mtu huko asiyekuwa na
asiyehusika hata wala ambaye hakuwepo. Isome pamoja na Wafalme wa pili, Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 33 na 34, inakwenda pamoja nayo, tunaona utimizo wake pale. Wafalme wa pili, Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 33 na 34, tunaona utimizo wa hiyo laana iliyotajwa pale. Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 33 na 34. 33 na 34. Ahabu akaifanya Ashera. Ahabu akazidi kumghadhibisha Bwana Mungu wa Israeli kuliko wafalme wote wa Israeli waliotangulia. Katika siku zake Hieli Mbetheli akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abraham mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Limekuwa kumbe neno la nani lile? Na Bwana. Imetumia hapa kwa mtu anaitwa Hieli Mbetheli, mtu wa Bethel. Akaijenga Yeriko kinyume na maagizo. Alipoweka msingi akafiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza. Alipoweka malango anaanza kufanya finishing, akafiwa na mtoto wake mdogo Segubu. Sasa unajiuliza, alipokufa mtoto wa kwanza si angaacha? Ndio shingo nini? Ngumu. Shingo ngumu. Laana ya kutamkiwa. Nikupe nyingine ambayo kwa sababu ya muda wangu taomba ukasome nyumbani. Waamuzi sura ya 8 mstari wa 32 mpaka 35 na sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka 57. Waamuzi sura ya 8 mstari wa 32 mpaka 35 na sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka 57, vinakwenda pamoja. Unaona ni habari ya Yerubali yule Gideon ambaye aliwatendea mema watu wake, lakini alipokufa mmoja wa watu wake akawaua watoto wake 70, na mmoja wa watoto wake ndiye alitakiwa kurithi kiti chake cha ufalme. Lakini akawaendea watu ambao walikuwa damu moja naye, akawashawishi kwa kuzingatia ukabila kwenda kinyume na yule aliyekuwa anastahili lile alilokuwa kiti cha ufalme cha Gideon. Lakini pia hakuishia tu hapa, akawaua watoto wake 70. Alafu unajua kulikuwa na mlima kule Yerusalemu, mmoja ni mlima wa kubariki na mwingine ni mlima wa kufanya nini? Wa kulaani. Nilisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, walikuwa wamepewa maagizo hayo. Yule mmoja akaenda akasimama kwenye yule mlima wa kulaani, akawatolea mithali ya miti. Unaenda kasoma ile kisa, kiko very interesting. Na akasema kama mmetenda vyema sawa, lakini kama mmefanya vibaya, moto na utoke kwenye nyumba hii yawateketeze. Sio moto huu wa kawaida, kukatokea fitina na uuaji ukatokea. Na anamalizia ile sura ya 9 kwa kuonesha jinsi ambavyo Bwana aliwalipiza kisasi kwa kuwaua wale watoto 70, lakini na kuileta laana ile iliyotamkwa. Mungu aliisikia na akaileta. Hiyo ni laana ya kutamkwa. Nenda kaisome nyumbani. Lakini nimalize na hili, urithi wa baraka za wazazi. Nilisema upande mmoja wa laana, lakini zungumza habari za urithi wa baraka za wazazi. Wazazi wana nafasi ya kubariki, na kama tutakavyoona kesho na kesho kutwa, sisi pia katika Agano Jipya tumeitwa kurithi baraka kwa upande mmoja, na pili kubariki. Tunayo mamlaka ya kubariki. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Jamani, nasema Bwana Yesu asifiwe. Na katika kanisa, katika historia ya watu wa Mungu tangu Agano la Kale, watu wa Mungu wanayo amri kubariki tangu Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Na katika Agano Jipya ni zaidi sana.
kwa maana tumeitwa kuwa wana wa baraka. Kuna kitu cha ziada kwenye Agano Jipya. Tumekatazwa sisi kulaani. Hilo linabaki mikononi mwa Mungu, isipokuwa pale tunapovuviwa kufanya hivyo. Kuna nyakati ambazo Roho Mungu anakutaka kufanya hivyo na unafanya, na kwa sio wewe kwa kweli, na tunayo mifano kwenye Agano Jipya. Lakini maandiko yanatufundisha mioyo yetu baada ya neema ya Mungu kufunuliwa na pendo lake kuwekwa wazi, inapaswa kuwa mahali pa kutendea, pa kuwatakia na kuwapelekea watu mema. Na miongoni mwa watu wenye mamlaka hiyo ni pamoja na wazazi. Baraka za wazazi. Mwanzo sura ya 9 tulisoma pale mstari wa 21 mpaka 27, na sura ya 27 mstari wa kwanza mpaka 40, na sura ya 48 na 49. Ngoja tuangalie baadhi ya maandiko hapa. Sura ya 21 mpaka sura ya 9 mstari wa 21 mpaka 27 tulimuona Nuhu akitamka baraka kwa kina Shemu na nani na Yafet. Lakini sura ya 27, twende pale sura ya 27, tusome kwanza mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya 27. Mwanzo sura ya 27. Tusome ule mstari wa kwanza. Soma mstari mingi pale mpaka mstari wa 40. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamuita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, mwanangu. Naye akamuitikia, mimi hapa. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile nipendayo, ukaniletee ili nile, na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Na Rebeka, angalia lugha, ukaniletee mawindo nile, alafu nini ikubariki? Nini ikubariki? Roho yangu ikubariki kabla sijafa. Kwa lugha nyingine, anataka aweze kutrigger baraka kutoka kwa baba yake. Kuna kitu kinachochokoza baraka kutoka kwa mzazi. Mtendee mema. Mwambie jirani yako, mtendee baba yako mema. Itachokoza roho yake kukubariki, maana ziko baraka. Endelea kusoma. Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia, nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Enenda sasa kundini ukanitwalie wana mbuzi wawili walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako namna ile apendayo. Namna ile aipendayo. Yani ukitaka huyo mzee akubariki, mtengeneze namna apendayo, sio namna unayotaka wewe. Kisha ni chakula, ni mavazi, ni kitu gani? Maana yake ibariki roho yake. Amen. Amen. Na kwa nini huyu mwanamke anafanya hivi? Maana watu wengine sasa kwa nini huyu Rebeka akafanya hivi? Si alimzunguka ndugu yake? Ilikuwa imetamkwa baraka tangu tumboni mwa mama yake. Yakobo huyu alikuwa ameshaambia. Ukisoma maandiko anasema, na tena tulisoma juzi hapa, aliposhindana, watoto waliposhindana tumboni, akaenda akamuuliza Bwana, si ndio? Unakumbuka? Akaambiwaje? Mataifa mawili yako tumboni mwako, na mdogo atamtumikia mkubwa atamtumikia mdogo.
Kwa maneno mengine, Yakobo alishatamkiwa baraka kabla hajazaliwa, na Isaka alifahamu. Lakini kwenye familia ya Isaka na Yakobo kulitokea tatizo la kugawanya watoto. Yakobo kwa sababu alikaa nyumbani, hatoki. Yeye ni mtu ambaye mama yake anamtuma, anaenda mara moja anarudi. Mama anampenda mtoto namna hiyo, si ndio? Lakini Esau alikuwa ni outgoing, ni mtu ambaye yeye si wa kukaa nyumbani, huko na upinde wake. Na akifika akimkuta swala anamkamata, anamuua, anamletea baba yake mawindo. Isaka akasema, huyu si ndiye mtoto? Ananiletea chakula huyu. Huyu mwenzake hapa kazi kukaa na mama yake tu hapa, kutumwa nenda kwa jirani, nenda lete maji, nenda lete nini. Usigawanya watoto kwenye familia, unatengeneza matatizo. Watoto wote ni watoto. Sasa kwa sababu ya matatizo haya, Rebeka alijua kwamba Isaka alipaswa kurejea kwenye neno la Bwana tangu mwanzo. Mbaraka mkubwa unatakiwa kwenda kwa Yakobo. Tuko pamoja? Okay, endelea kusoma. Kisha utampelekea baba yako apate kula ili akubariki kabla ya kufa kwake. Yakobo akamwambia Rebeka mamaye, Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika na mimi ni mtu laini. Anaposema malaika unaelewa so malaika wa mbinguni maana yake ni vile nywele nyingi ile. Na nilikwambia wakati ule alikuwa na nywele nyingi kiasi ambacho ukimshika mbuzi na yeye wanafanana. Labda baba yangu atanipapasa nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana wala si mbaraka. Mamaye akamwambia, laana yako na iwe juu yangu mwanangu. Usikie sauti yangu tu, enenda ukaniletee wanambuzi. Akaenda akawatwaa akamletea mamaye. Mamaye akafanya chakula kitamu namna ile aliyoipenda babaye. Unaona siri ya kina mama wanajua namna ile ambayo mume anapenda na wanamtengenezea hiyo hiyo. Na yeye maskini Isaka akafikiri anayetengeneza ni nani? Ni Yakobo. Akafikiri ni Esau, sawa kabisa. Akafikiri ni Esau, kumbe mama yake. Endelea. Kisha Rebeka akatoa mavazi mazuri ya Esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe mdogo, na ngozi za wanambuzi akamvika mikononi na katika ulaini wa shingo yake, naye akampa Yakobo mwanaye mikononi mwake hicho chakula kitamu na mkate alioufanya. Akaja kwa baba yake akasema, babangu. Akasema, mimi hapa. Nani wewe mwanangu? Yakobo akamwambia babaye, mimi ni Esau mzaliwa wako wa kwanza. Nimefanya kama ulivyoniambia. Ondoka tafadhali, ukae kitako, ule mawindo yangu, ili roho yako inibariki. Isaka akamuuliza mwanawe, imekuwaje umepata upesi namna hii mwanangu? Akasema, kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali, ili nikupapase mwanangu, nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau kama sio. Basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye, naye akampapasa akasema, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya Esau. Wala hakumtambua kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau ndugu yake, yenye malaika. Basi akambariki. Akamuuliza, wewe ndiye kweli mwanangu Esau? Akasema, ndimi. Akasema, niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu, ili roho yangu ikubariki. Akamsogezea karibu, naye akala, kisha akamletea mvinyo akanywa. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu sasa, ukanibusu mwanangu. Akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki. Unaona jinsi ile mama alivyokuwa mjanja. Yaani alijua hata mtoto, unajua kila mtu ana harufu. Akajua ni mtamvika mavazi ya Esau
atakapomkaribia atasikia harufu. Kwa maneno mengine, huyu mama alijua pia misingi ya baraka. Alijua chakula kitamu kitachokoza roho yake. Alijua akimkaribia, akiwa karibu naye, hata mbariki akiwa mbali, atamleta karibu. He knew the principles. Na ndivyo ilivyotokea. Endelea. Akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Mungu na akupe ya umande wa mbinguni na ya manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie na makabila wakusujudie. Uwe bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakaye kulaani alaaniwe, na atakaye kubariki abarikiwe. Na hiyo yuko mpaka leo. Usije ukawalaani Israeli ukafikiri utakuwa salama. Endelea. Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo, na alipokuwa Yakobo ndiyo kwanza ametoka mbele ya Isaka baba yake, mara Esau ndugu yake akaja kutoka katika kuwinda kwake. Ukisoma hizi baraka alizombariki ni mambo makubwa. Kwa lugha nyingine, alimtajirisha. Alimpa wingi wa nafaka, alimpa utawala kwa mataifa na kwa ndugu zake. Anaposema wakusujudie, maana yake wakutumikie. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na alimpa kwa kutamka. Unajua, ngoja nikwambie principle moja hapa. Kwa nini alisema roho yako ikubariki? Na kwa nini alipomkaribia ndio akaanza kusema? Unapobariki, mtu wa Mungu, unapobariki unasikiliza rohoni kila ambacho kinakuja rohoni. Ndio maana kubariki ni kama kutabiri. Na unaona maneno haya, atakaye kulaani alaaniwe, yalisemwa kwake mwenyewe Yakobo, ya Isaka, yalisemwa pia kwa Ibrahimu, si ndio? Tuko pamoja? Ni mbaraka wa kimasihi pia unaoambatana naye. Na ninaposema roho yake mbariki, manake roho inajua vitu ambavyo akili haijui. Unanielewa? Halo? Utu wa ndani ndio unaotumiwa na Mungu kuleta mambo haya. Na kwa hiyo alikuwa anasema prophetically, alikuwa anazungumza vitu vinavyowekewa moyoni, wanavyosikia saa hiyo kutamka, anatamka. Endelea kusoma. Naye pia amefanya chakula kitamu, akamletea babaye, akamwambia baba yake, babangu, na aondoke ale mawindo ya mwanawe, ili roho yako inibariki. Isaka baba yake akamuuliza, nani wewe? Akasema, mimi ni mwanawe Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Isaka akatetemeka tetemeko kuu sana, akasema, ni nani basi yule aliyetoa mawindo akaniletea? Nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe. Nikambariki, naam, naye atabarikiwa. Unaona watu wa imani hawa wanajua maneno yale hayarudi. Nimekwisha kumbariki, naam, naye atabarikiwa. Endelea. Esau aliposikia maneno ya babaye akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Akamwambia babaye, nibariki na mimi nami, babangu. Akasema, nduguyo amekuja kwa ila akauchukua mbaraka wako. Akasema, je, hakuitwa Yakobo kwa haki? Maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi. Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa amechukua mbaraka wangu. Akasema, je, huku niwekea na mimi mbaraka? Isaka akajibu akamwambia Esau, tazama, nimemfanya awe bwana wako, na ndugu zake wote nimempa kuwa watumishi wake. Kwa nafaka na mvinyo nimemtegemeza, nami nikufanye nini sasa mwanangu? Esau akamwambia babaye, una mbaraka mmoja tu babangu, unibariki mimi. Hilo ni swali. Esau akamwambia babaye, una mbaraka mmoja tu babangu, unibariki mimi nami, babangu. Esau akapaza sauti yake akalia.
Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu unaotoka juu. Kwa upanga wako wewe utaishi, nawe utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Na ukifuatilia hii utakuta kwamba ilikuja kutimia kwa mfalme fulani hivi yule ambaye, yani Esau, kwa maana ya watu wa Edomu, wa Edomi walikuwa watumwa wa Daudi. Baadaye mfalme mmoja wapo yule akafanya matatizo na Edomi wakaasi juu ya Daudi, juu ya Israeli. Hata leo maandiko yanasema ndipo alipoponyoka akavunja konga lake. Ndio maana tunasema baraka ni kama prophecy, ni kama unabii. Lakini andiko lingine nikupe wewe ukalisome nyumbani. Nenda kasome jinsi ambavyo Yakobo aliwabariki. Ukikaa kama muda wetu umesogea kidogo, lakini nilikuwa natamani sana tuzungumze misingi ya baraka kama wazazi wanavyobariki, na jinsi ambavyo pande zote mbili zinavyohusika. Lakini nenda kasome Mwanzo 48 na 49. Kwenye Mwanzo 48 unamkuta Yakobo anawabariki watoto wa Yusufu, Manase na Efraim. Alafu ana cross mikono kwamba baraka wa mkono wa kuume uje kwa huyu na wa mkono wa kushoto uje kwa huyu. Alafu Yusufu anaondoa mkono, anataka kurekebisha, maana anaona wa kwanza ni huyu, anamwambia hapana mwanangu, najua. Ndio maana nasema mambo haya hutoka rohoni, ni prophetic. Na sura ya 4, sura ya 49 anawabariki. Anaanza na laana ya Ruben, alafu mpaka anakuja kutabiri habari ya mzao wa Yuda atakayekuja kutawala miaka mingi baadaye, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye mpaka sasa hajatawala, lakini ilisema tangu wakati huo fimbo ya enzi itatoka katika kabila la Yuda. Ndugu zangu, sikilizeni, mambo ya rohoni ni mazito mno, na unapozungumza mambo yanayokwenda kwa vizazi na vizazi, yakitokea kwa wazazi, yakiwa ni mema au yakiwa ni mabaya, kwa lugha nyingine yakiwa ni baraka au yakiwa ni laana, ni mambo ya kuangalia sana, kwa sababu matokeo yake yanafika mbali mno na yanagusa watu wengi mno. Wewe hapo unaishi hivi, lakini una nafasi ya kuimpact wengine walio katika kizazi chako na kile kizazi kinachokuja kwa maisha utakayoishi. Mungu atusaidie. Tusimame. Kesho kama nilivyosema, tutaanza jambo la mwisho kubwa ambalo tutasema nusu yake na tutamalizia Jumapili. Nafasi ya wokovu wa Kristo kwa familia. Yaani jinsi ambavyo sasa ile injili inaleta mapinduzi, mambo ya kuzingatia, namna ya kushirikiana nayo ili kuweka stop kwa streams za laana zilizokuja. Sio manake vitu hivi haviwi automatic. Hatuseme tu hatuko chini ya laana kwa hiyo ni automatic. Kuna vitu vya kufanya. Tuko pamoja watoto wa Mungu. Hebu fungua kinywa chako, mshukuru Bwana wakati huu ninapo